A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba'd. Ndugu yangu mtazamaji popote pale ulipo ulimwenguni unanifuatilia katika chaneli hii ya Jureej Mo Ruhaniyati, nikuombe usiache kufuatilia chaneli yetu hii ili kuweza kupata darasa mbalimbali. Leo kwa uwezo wake Allah tabaraka wa taala tutaingia katika somo la jina katika majina ya Barahati. Ndugu yangu, leo tutazungumzia jina hili kwa ufupi kabisa na kwa mtazamo mwingine tofauti na ambavyo pengine ulivyoweza kuzoea. Jina la Barahati au majina ya Barahati ni maarufu sana, ni majina yenye maajabu na miujiza ya kipekee, yani katika miujiza au maajabu tunaweza tukasema hivyo. Naam, hatuwezi tukasema ni majina ya kichawi, la hashakalla. Hata hii Qur'ani wapo watu ambao walikuwa wakisema ni Qur'ani ya nini? Ya kichawi. Lakini hapana, ni katika namna ambavyo vile ambavyo utakavyoweza kutumia wewe na vile utakavyotafsiri wewe ndio hivyo hivyo. Kwa hiyo leo tutazungumzia kuhusiana na majina haya Barahati, lakini katika majina haya yako majina 28 kama ambavyo tunavyotambua, lakini hatuwezi tukayachambua yote kwa pamoja yote 28, la hasha. Leo tutazungumzia na tutataja jina moja tu katika majina hayo 28. Jina la kwanza kabisa ambalo ndio lilobeba mujammala wa majina yote 28 ambayo ni majina ya Barahati yanatambulika katika jina hilo. Jina la kwanza kabisa ni Barahati. Barahati. Sasa ili jina la Barahati ndugu yangu leo tutaishi nalo kwa mukhtasari wa hali ya juu. Naomba Allah atuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia. Naam, maana ya neno Barahati kwanza kabisa kiakili na kiroho. Nazungumza kiakili na kiroho kwa maana ni majina ambayo moja kwa moja yanaenda kugusa katika hivyo vitu. Barahati inaweza kwanza, jina la Barahati linaweza kuwa na mchanganyiko wa maneno mawili katika maana ya Kiarabu. Neno Barahati, tunaposema Barahati, hapo tutapata bar lakini na hati, barha lakini na hati katika maana yake hivyo, mchanganyiko wa maana mbili. Lakini tunaposema Barahati ina maana ya baraka kutoka katika neno la Kiarabu baraka. Unaona bar herufi tu ambazo zitakuwa imeondoshwa hapo, lakini ina maana pia baraka likimaanisha neema, lakini rehma na upendeleo katika ani kutoka kwa Allah tabaraka wa taala. Upendeleo kutoka kwa Allah, hayo yote yametoka kwa Allah. Lakini kuna hii ti hii unaona hii ti linaweza lakini kuashiria katika maana ya hati katika upande wa hati, yani khatu au khati au khati, ina maana hiyo. Kwa hiyo katika maana ya sasa ukichanganya ndani yake ndio unakuta Barahati likimaanisha khati, mistari au mwandiko katika maana tu tofauti, kama ambavyo nimekuelezea kwamba leo nitakuletea kwa taswira nyingine na katika mfumo na mapito mengine ambayo pengine hujapata kuyasikia. Barahati ina maana baraka, lakini hati hii inamaanisha mwandiko uliojaa baraka. Ino maana hiyo wakati mwingine, lakini au majaliwa yaliyoandikwa kwa rehma yake Allah tabaraka wa taala. Na Barahati tulishaye kuongea katika darasa nyingi za miaka mingi iliyopita na muda mrefu uliopita kwamba Barahati ni katika miongoni mwa majina, lakini haya ni majina ya Mwenyezi Mungu kwa lugha ya Kibarania. Jina hili lina ujumbe mzito wa kiroho. Ni jina ambalo lina ujumbe mzito sana wa kiroho katika maana ya kiroho au kiruh. Kila mtu ana hati ya maisha katika maisha yake. Unaona Barahati hiyo, lakini Barahati ana hati inayoandikwa kwa nuru na baraka katika maana hiyo, lakini ni jina lenye ladha ya kiunyenyekevu, lakini lina mvuto wa kipekee linalobeba maana ya hatima iliyokuwa njema. Hiyo Barahati. Sasa
kwani jina hili linafaa? Au kwa nani jina hili linafaa? Hii Barhati. Sasa hili Barhati, mtu wa tiba ya kiroho, kwa wale ambao sasa watu ambao wamerakiz katika haya masahala ya kitiba au katika masala ya kiruhani au ya kiroho kwa ujumla. Naam. Lakini pia inafaa na kumata katika watu wale ambao kadhalika pia wanarakiz katika masaili ya ilmu za zilizojificha, tunaweza tukasema hivyo. Lakini pia ni muongozo, inaweza kumpa mtu muongozo katika masaili ya kiruhani katika hali ya namna hiyo. Wale waliorakizi lakini katika haya masala ya kiruhani au kiroho, au mtu ambaye amejiingiza na amejitosa katika upande wa kiroho au kiruhani, ndio ambayo huwa inampa muongozo kwa yule ambaye ameweza kushiriki au kushirikiana majina hayo ya kiruhani. Sasa siri na nguvu ya herufi hii ya Barhati, unaona kwanza katika ili jina maana yake limeundika kutokana na herufi. Kuna b au kuna b hapo, kuna b ndio ile ba, alafu kuna a ba ile, alafu kuna ero na h barha na he na a, alafu na ile t sijui mnaita t na i na ye na ile i e na i. Kwa hiyo imeundika kwa herufi hizo, hiyo neno Barhati. Kwa hivyo ndugu yangu, jina hili la Barhati si la kawaida kama watu ambao wanaweza kuzania. Ni jina la miujiza na ni jina ambalo lina usiri na ni jina ambalo ndani yake lina maana ni kubwa. Wametafsiri katika masala ya upande wa Kiarabu kulitoa katika upande wa lugha ya Kiebrania wakaleta katika lugha ya Kiarabu, na lina maana katika upande wa lugha ya Kiarabu. Katika darasa ijayo tutaweza kuangalia sasa linafanya nini, lina miujiza gani, linahitaji nini, ili unaweza ukafikia wapi kwa kutumia hili jina. Lina mambo ni mengi sasa. Sasa ndio tunaingia sasa rasmi katika upande wa haya majina ya Barhati na miujiza yake na maajabu yake. Tumombe Allah tuwafikishe katika yale anayoyapenda na anayoyaridhia.